Kwa majina yangu ninaitwa Shiganga George. Mimi ni mwenyekiti wa jukwaa la wanasiasa vijana nchini Tanzania, na jukwaa letu hili halijaonyesha upendeleo wa vyama vya siasa. Kwa ni jukwaa ambalo ni jukwaa huru ambalo tumekuwa tukikutana na vijana kujadili mustakabali wa nchi hii. Na yako mambo mengi ambayo tumekuwa tukiyajadili, lakini kubwa zaidi ni kuhimiza uzalendo kwenye taifa letu. Na mambo mengi ambayo tumekuwa tukifanya, maana yake yameweza kuisaidia pia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kwamba vijana wengi ambao walikuwa kazi yao labda kulalamika kuhusiana na mifumo, kulalamikia ajira na kadhalika, tumekuwa ni miongoni mwa watu ambao tumekuwa tukisaidia sana taifa letu. Sasa leo nimekuja kuzungumza machache, na machache katika yale ambayo tutazungumza leo. Jambo la kwanza ni yanayoendelea kwenye nchi yetu. Sisi kama vijana, yako mambo mengi ambayo tunayaona yanaendelea, yako yale ambayo tunayaona yanaendelea na tunayaunga mkono, lakini yako yale ambayo yanaendelea na sisi kama vijana wa taifa hili hatuyaungi mkono kabisa hata kidogo. Nchi yetu tangu tunapata uhuru, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alijenga nchi hii katika mifumo thabiti ya upendo, undugu, ushirikiano, umoja pamoja na amani. Na nchi hii imeongozwa katika awamu nyingi. Katika awamu ya baba wa taifa, ilikuwa ni awamu ambayo baada ya kupata uhuru Mwalimu Nyerere aliamua kulitengeneza taifa hili, na mwaka 1977 kukawepo na katiba rasmi ambayo itaiongoza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katiba ya nchi wakati inatengenezwa, yako mambo mengi ambayo yaliwekwa kwenye ile katiba kulingana na muda huo. Na katika enzi ya Mwalimu Nyerere, katiba hii ilionekana inafaa zaidi kwa sababu hakukuwa na namna nyingine. Lazima kulitakiwa kuwe na katiba kama ambayo tuko nayo ya mwaka 77. Na ukumbuke kipindi hicho Nyerere ndo ametoka kupigania uhuru. Kwa hiyo asingeweza kutengeneza katiba ambayo ingeenda zaidi ya pala ambapo yeye pamoja na jopo lake waliona kwa muda huo katiba hiyo inafaa. Lakini wakati tunaendelea katika nchi hii, Mwalimu Nyerere alikuwa anabaini baadhi